Bwana, Djigui Diarra ameshindwa kuitetea timu yake ya taifa ya Mali na sasa wanaondoshwa kwenye michuano ya AFCON kwa maana ya hatua ya robo finali. Mali wanaishia hapo mara baada ya kukubali kichapo cha goli 1-0 kutoka kwa Senegal. Bwana, Djigui Diarra ni moja kati ya nyota ambao pengine walikuwa wanatazamwa kuona kama anaweza akaiokoa timu yake ya Mali kama ambavyo alifanya kwenye mchezo wa hatua ya 16 dhidi ya Tunisia. Pengine matarajio ya wengi ilikuwa ni hivyo, lakini tusisahau kwamba Mali wamekutana na taifa ambalo kisoka wamezidiwa, na ukitazama nyota ambao wako kwenye taifa la Senegali utaamini hiki ambacho na kuambia kwamba huwezi ukawakompea na nyota wa Mali. Moja kati ya nyota ambao ni wa kiwango cha juu, wakina Mendy goalkeeper ambaye amekupita Chelsea, lakini pia Sadio Mane, wakina Diatta, wakina Diaye, wakina Gana Gueye. Kwa hiyo unaweza kukubaliana na mimi kwamba Mali walizidiwa, lakini tuliona pia Mali kwenye mchezo huo wa robo finali wakicheza pungufu mara baada ya Bissouma, nyota ambaye anakipiga ndani ya klabu ya Tottenham Hotspur, alipata kadi nyekundu. Kwa hiyo unaweza kuona ni kwa namna gani ambavyo plus ubora wa wachezaji wa timu ya taifa ya Senegal plus kucheza pungufu, unaweza kuona ni kwa namna gani ambavyo walizidiwa na walijitahidi kuhakikisha kwamba hawaongezwi goli jingine. Lakini ukiachana na Mali kutolewa, bwana, bado Djigui Diarra ameendelea kuzungumzwa na kuonyesha kiwango kikubwa sana kwenye mchezo huo licha ya kupoteza goli 1-0. Bwana, saves bora kwa kipindi cha pili kwa Diarra inawafanya Mali kupoteza 1-0 dhidi ya Senegal na kuondoshwa kwenye mashindano. Bwana, ingeweza kuwa zaidi ya 1-0, lakini ubora wa Djigui Diarra pia kwenye mchezo huo ulifanya mchezo huo kutamatika kwa kupoteza goli 1-0. Another best performance kutoka kwa Diarra, amefanya saves 7 kwenye mchezo huo dhidi ya Senegal. Bwana, Mali ni kama Mali ni kama wana bahati mbaya, unaweza ukasema hivyo. Kwenye mchezo wa hatua ya 16 dhidi ya Tunisia ambao waliweza kufuzu kwa penalti 3-2, walicheza pungufu pia. Dakika ya 25 tu ya mchezo ule mchezaji Woyo Kulbali wa Mali alipata kadi nyekundu. Mali wakapambana mwisho wa siku wakatoboa. Lakini kwa Senegali bwana, imekuwa ndivyo sivyo. Walipambana, lakini mwisho wa siku ubora wa Senegali ulifanya mechi hiyo kutamatika kwa Mali kupoteza goli 1-0. Bwana, timu hiyo ya taifa ya Senegali, Simba wa Teranga, wametinga nusu finali ya kombe la mataifa Afrika AFCON 2025 kufuatia ushindi wa 1-0 dhidi ya Djigui Diarra na wenzake wa Mali kwenye mchezo wa hatua ya robo finali. Bwana, Senegal wametinga nusu finali kumsubiri mshindi wa mchezo mwingine wa robo finali kati ya Tembo wa Afrika Magharibi Ivory Coast dhidi ya Mafarao Misri. Bwana, Mali kama ambavyo nimekujuza walipata kadi nyekundu kwa maana ya Yves Bissouma dakika 45 kipindi cha kwanza. Kwa hiyo kipindi cha pili wakacheza pungufu, lakini goli la Senegal lilifungwa na Iliman Ndiaye, nyota wa klabu ya Everton. Kwa hiyo Mali bwana wanaondoshwa kwenye michuano hiyo licha kufungwa goli 1-0 dhidi ya Senegal, lakini Djigui Diarra amekuwa nyota wa mchezo baada ya kuokoa save 7 kwenye mchezo, ingawaje Mali walikuwa pungufu kwenye mchezo huo baada ya Bissouma kupata kadi nyekundu. Kwa hiyo Djigui Diarra bana anaweza kuwa moja sasa kati ya nyota ambao wanarejea nchini kuungana na timu yake ya Yanga ambayo inakabiliwa na mchezo mgumu tarehe 23 ya mwezi huu dhidi ya Al Ahly kwenye mchezo wa klabu bingwa barani Afrika. Kwa hiyo Djigui Diarra atakuwa ni moja kati ya nyota ambao pia wanarejea nchini, lakini ni moja kati ya nyota ambaye ameacha alama kubwa sana kwenye michuano ya AFCON. Bwana, Djigui Diarra ni bonge moja la kipa. Moja kati ya nyota ambao pengine huenda hata kwenye zile tuzo za goalkeeper bora. Kama hata tokea goalkeeper ambaye atafanya makubwa kwenye hizi mechi za hatua ya robo finali, nusu finali na finali, bana, huenda Djigui Diarra akawa moja kati ya kipa bora kwenye michoro hiyo. Ni jambo la kusubiri na kuona nini ambacho kitatokea, lakini iko hivyo kwamba Djigui Diarra bwana
wameondoshwa kwenye michuano hiyo, lakini moja kati ya nyota ambaye amefanya makubwa sana sana. Save 7 kwenye mchezo dhidi ya Senegali si jambo la kitoto. Dhidi ya safu ya ushambuliaji ya kina Sadio Mane bwana, ilikuwa ni moja kati ya mechi ngumu sana kwake, lakini ubora wake uliifanya timu yake ya Mali kupoteza goli 1-0. Kama si ubora wa Djigui Diarra, pengine huenda tungezungumza mambo mengine, na huenda tungezungumza labda zaidi ya hilo goli moja ambalo tunalizungumza. Kwa hiyo Djigui Diarra bana, pongezi kwake kwa kile ambacho amekifanya kwenye taifa lake la Mali bana. Baada ya Senegal kutinga hatua ya nusu finali na wakimsubiria mshindi kati ya Ivory Coast dhidi ya Misri bana, mchezo mwingine bana, Cameroon wameondoshwa kwenye michezo kwenye mashindano ya AFCON mara baada ya kukubali kichapo cha goli 2-0 kutoka kwa Morocco wenyeji. Moja kati ya game ambayo ilikuwa ngumu sana sana. Cameroon walifanya kila kitu ambacho kilistahili kufanywa, lakini haikuweza kabisa kubadilisha matokeo ya mchezo huo. Licha kuwa referee pia kuna baadhi ya matukio alikuwa upande wa Morocco kama kawaida yao, kama ambavyo waliweza kuwafanyia Tanzania, lakini Cameroon waliweza kuupiga, lakini haikuwa bahati kwao na kupoteza goli 2-0. Sasa Morocco mara baada ya ushindi huo wanasubiri mshindi kati ya Algeria na Nigeria. Kwa hiyo iko hivyo bwana. Kwa sasa mashindano ya AFCON bwana yameondoa wale nyota ambao pengine tulikuwa tuna wafahamu kwa kiasi kikubwa sana. Djigui Diarra ndiye ambaye alikuwa amesalia mchezaji pekee ambaye anakitwanga kwenye ligi ya NBC, lakini tunafahamu goalkeeper Amasa Basogie ni goalkeeper wa timu ya taifa ya Nigeria ambaye anapiga ndani ya klabu ya Singida Black Stars, naye pia amesalia kwenye mchezo hiyo na anakwenda kucheza dhidi ya Algeria. Licha ya kutokupata namba, lakini moja kati ya nyota ambaye anaiwakilisha ligi ya NBC anayesalia kwenye michuano hiyo ya AFCON. Lakini kwa upande wa Djigui Diarra bana, wao aga mashindano hayo, na sasa tunaenda kusubiria nusu finali ya michuano hiyo. Moja kati ya michuano ambayo ni bora sana, moja kati ya michuano ambayo hakuna taifa ambalo limetoka kinyonge. Kila taifa limepambana, kila taifa limefanya kile ambacho waliagizwa na wananchi wao, na tumeona hata kile ambacho Tanzania wamekifanya mara baada ya kuishia hatua ya 16 bora, moja kati ya rekodi ambayo haikuwahi kufikiwa toka kuanzishwa kwa mashindano hayo, na kwa Taifa Stars kushiriki mashindano hayo hawaikuwahi kufika hatua ya 16, lakini 2025 kule Morocco wameweza kutinga hatua hiyo na kuweza kuweka rekodi ya kibabe sana, na tuliona mapokezi yao namna ambavyo waliweza kupokelewa. Kwa hiyo mara baada ya Djigui Diarra kuondoshwa na timu yake ya Mali, tunakwenda kushuhudia mataifa mengine kuona ni nani sasa ambaye anakwenda kuwa bingwa wa michuano hiyo, na kama ambavyo nilikutaarifu kwamba bingwa wa michuano hiyo anakwenda kuchukua zaidi ya shilingi bilioni 24, zaidi ya shilingi bilioni 24 anakwenda kuchukua